Ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Matumaini yetu mpo wengi mkitupata, lakini pia mkitegea sikio, lakini pia mkitutazama mahali popote mlipo duniani. Hivyo ni kualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari hii leo tariki 16 Aprili mwaka huu wa 2026. Ujue ama uifahamu habari ya inayojiri nchini DRC, lakini pia hususan vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Afrika Kusini, Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na duniani kote. Hii ni Kwetu News 24. Hivyo ni kualike kuungana nami mwanzo mpaka mwisho mwa makala hii ya habari zinazojiri. Vita katika Kivu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch linalaani vitisho na kulazimishwa kuajiri raia na waasi wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 RC AFC Alliance Mto Kongo katika nyanda za juu za Fizi, Uvira na Mwenga. Katika jimbo la Kivu Kusini, tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiwa tuko huko ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba General William Amuri Yakotumba alieleza wazi msimamo wa kabila aliyekuwa Tshisekedi amua kukomesha muungano wa FCC Cash akawa adui. Walijaribu kumuondoa, ndio maana hatupaswi kuhoji chochote. Tshisekedi aliokoa nchi kama mzameni wa taifa, yeye pekee ndiye aliokoa nchi. Kwa hivyo lazima tumtegemee mheshimiwa mkuu wa nchi, na yeyote ambaye haki hatima yake itafungwa. Rais wa Rwanda Paul Kagame aliwasili Brazzaville, Jamhuri ya Kongo Jumatano hiyo jana kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa Rais Denis Sassou Nguesso iliyopangwa kufanyika Alhamisi. Kulingana na taarifa zilizopo, Rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi naye pia, ambaye nchi yake inashutumu Kigali kwa uchokozi mashariki, pia anatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Maswali huku ikiabua, lakini pia ikiibuka miongoni, lakini pia katika taswira, lakini pia katika hali ya sitofahamu kwa raia wa Kongo, lakini pia nchi kote. Hakuna taarifa bado imeibuka kuhusu uwezekano wa mikutano ya ana kwa ana au ya faraga kati ya viongozi hao ambao waliwasilishwa kama ndugu katika uwanja wa michezo wa Kinshasa kando na sherehe hiyo. Diplomasia. Ufaransa yathibitisha uungaji mkono wake kwa uadilifu wa eneo la DRC katika Umoja wa Mataifa, New York. Katika taarifa kali mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Ufaransa ilisisitiza msimamo wake kuhusu mgogoro wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paris ilisisitiza kwamba uhuru wa taifa la Kongo hauwezi kujadiliwa. Mstari mwekundu wa kidiplomasia, huku mvutano ukiendelea katika eneo la Kivu Kaskazini. Diplomasia ya Ufaransa imechagua kufafanua msimamo wake katika jukwaa la kimataifa kupitia uwakilishi wake katika Umoja wa Mataifa. Ufaransa ilisisitiza kanuni ya msingi ya sheria ya kimataifa, heshima kwa uhuru wa Kongo na uadilifu wa eneo haiwezi kujadiliwa. Msimamo huu unakuja huku kukiwa na shinikizo linaloongezeka kwa watendaji wa kikanda wa kufuata kumrazi kwa ukali mipaka iliyoasiriwa kutoka kwa ukoloni na kukomesha mara moja kwa uhasama. Wito wa kupunguza uchumi zaidi ya kusitiza kanuni. Tamko hili linajumuisha ujumbe wazi unaoelekezwa kwa vikundi vyenye silaha na waungaji mkono wa nje wanaovuruga utulivu mashariki mwa nchi. Ufaransa inawasihi wadau kuweka kipaumbele michakato ya amani ya Luanda na Nairobi inayozingatiwa kuwa njia pekee zinazofaa za utatuzi kumrazi wa kudumu wa migogoro hiyo. Mambo muhimu ya uingiliaji kati ya Ufaransa, uadilifu wa eneo, kulaani jaribio lolote la kukiuka mipaka ya DRC,
usaidizi wa michakato ya kikanda, usaidizi mpya wa mipango ya upatanishi wa Afrika, dharura ya kibinadamu, kurudia hitaji la kuwawezesha upatikanaji wa misaada kwa mamilioni ya watu waliohamishwa ndani. Matangazo hayo unayapata kupitia WhatsApp channel, kupitia namba iliyoko chini ya skrini yako, lakini pia Facebook, Instagram na TikTok. Bado niko nawe kwenye makala hii ya habari zinazojiri. Serikali ya DRC na muungano wa AFC M23 RDF wamesaini mkataba wa makubaliano nchini Uswisi, Geneva. Makubaliano hayo yanatoa fursa ya kubadilishwa kwa mfumo wa uthibitishaji wa pamoja uliopanuliwa na EGVM kuwa EGVM Plus, pamoja na kuunganishwa kwa wakilishi wa AFC M23 ili kufuatilia usitishaji mapigano. Mfumo huo utafanya kazi kwa uratibu wa MONUSCO ili kuimarisha juhudi za ufuatiliaji na utulivu. Tukiwa tu DRC, ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba katika Umoja wa Mataifa Marekani ilieleza kukatishwa tamaa kwake na nchi ya Rwanda, ambayo inaishutumu kwa kuzidisha mgogoro wa usalama mashariki mwa DRC, ikitoa wito wa kuondolewa mara moja kwa vikosi vya Rwanda kutoka eneo la Kongo. Katika mkutano wa Baraza la Usalama, Washington pia iliifahamisha Kinshasa kuhusu matarajio yake ya kutengwa mara moja kwa FDLR, huko ikionya kumrazi kwamba vikwazo vinaweza kuwekwa kwa uhusika wowote ama wote wanaozofisha mchakato wa amani. DRC inabadilisha ukurasa kuhusu mikataba isiyo na usawa. Makubaliano kati ya DRC na China yatiliwa saini mnamo Machi 26 mwaka huu wa 2026. Hakuna mauzo ghafi tena, sasa yote ni kuhusu usindikizaji wa ndani wa viwanda, yaliyotiliwa saini na Lu Wilfred Kabamba na Gun Ziyu. Makubaliano haya yanaashiria hatua kuelekea uhuru mkubwa wa kiuchumi. Mgogoro wa huko Kivu Kusini. Katika mataarifa kwa vyombo vya habari, Human Rights Watch inalaani misaada ya kuuliza mizuiwa na pande zinazohusika katika mzozo. Raia wamezuia kukimbia safu la ndege isiyo na bandei tangu mwaka wa 2025. Mbali na hiyo, ni kwamba utulivu umerejea Fungurume Lualaba huko baada ya siku mvutano kufuatia kifo cha mchimbaji madini katika eneo la uchimbaji madini la Tenke Fungurume. Kulingana na vyanzo vya ndani, idadi ya watu wawili wamefariki na kadhaa wamejeruhiwa, akiwemo mwanafunzi. Rais wa Tume Huru ya Uchaguzi wa Kitaifa Seni, Dennis Kadima, aliwasilisha ripoti yake ya kila mwaka inayohusu kipindi cha kuanzia Aprili 25 mwaka 2025 hadi Machi mwaka 2026 kwa bunge siku ya Jumanne tarehe 14 mwaka huu 2026 Aprili. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amealikwa kwenye jukwaa la 5 la diplomasia la Antalya huko Uturuki, ilitangaza balozi wa Uturuki nchini DRC, ambaye alipokelewa mbele ya hadhira Jumanne katika jiji la Umoja wa Afrika UA huko Kinshasa, kulingana na taarifa kutoka kwa urais wa Kongo uliopokelewa Jumatano na uandishi. China chini ya mada kuchora ramani ya mstakabali, kusimamia mambo yasiyo na uhakika. Jukwaa la 5 la diplomasia la Antalya litafanyika kuanzia Aprili 17 hadi 19 mwaka huu 2026 huko Antalya, Uturuki. Pembeni mwa jukwaa, rais wa jamhuri alimpokea Murat Iluku, balozi wa Jamhuri ya Uturuki nchini DRC. Taarifa hiyo ilionyesha AFC M23 na ICRC za saini mkataba wa makubaliano ya uhamisho wa kijeshi. AFC M23 na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu
EAC walisaini mkataba wa makubaliano mwishoni mwa wiki ya Aprili 11 na 12 mwaka huu 2026 kwa ajili ya uhamisho wa wanajeshi. Wanajeshi hawa watakabidhiwa kwa EAC kabla ya kuhamishwa kwa serikali ya Kongo kwa zaidi ya mwezi mmoja. AFC M23 ilikuwa ikisema inataka kuachilia wengi walikuwa wamekataa kujiunga na tawi la mapigano la harakati hiyo, na wengi bado wako hospitalini. Maendeleo haya yanakuja huku majadiliano yakiendelea tena kati ya Kinshasa na FC nchini Uswisi karibu na Montreux. Kufikia hapa ni kama sina ziada ndugu mpenda mtazamaji wa Kwetu News 24, nasema asante kuungana nami mwanzo mpaka hivi tamati ya taarifa hii ya habari awamu yake ya kwanza. Makala hii ya habari zinazojiri nchini DRC, Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na duniani kote. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo nikisema chao chao. Hii ni Kwetu News 24.